Ya mwanamke mwenye umri wa miaka 45 kuhusiana na kifo cha Daktari Job Obwaka kilichotokea Ijumaa jioni baada ya hali yake kubadilika ghafla akiwa Kitengela. Daktari huyo alikimbizwa katika hospitali ya Nairobi ambako alifariki alipowasili. Tukio hilo linachunguzwa kubaini kilichosababisha kifo hicho, nani alihusika katika dakika zake za mwisho, na iwapo kulikuwa na mazingira yasiyo ya kawaida, hasa ikizingatiwa kuwa alikuwa akikabiliwa na kesi mahakamani. Munene John anaeleza mengi zaidi. Kifo cha Daktari Job Obwaka sasa kinachunguzwa na maafisa wa DCI, huku mwanamke aliyekuwa naye katika saa zake za mwisho akizuiliwa kusaidia uchunguzi. Beatrice Wangare mwenye umri wa miaka 45 anaripotiwa kuwa mtu wa mwisho kuona Obwaka kabla ya hali yake kubadilika ghafla akiwa Kitengela Ijumaa jioni. Taarifa za polisi zinaelezea kuwa daktari huyo alikuwa katika shughuli zake binafsi akiwa pamoja na Wangare anayesemekana kuhusishwa naye kibiashara wakati hali yake ilipobadilika ghafla na kuhitaji kupelekwa hospitalini kwa haraka. Obwaka alipofikishwa katika hospitali ya Nairobi alikowahi kuhudumu kwa miaka mingi, alifariki papo hapo alipowasili, hali inayozua maswali mengi kuhusu hali yake katika saa zake za mwisho. Kifo hiki kinajiri wiki chache baada ya kukamatwa kwake kuhusiana na madai ya kugushi rekodi za hospitali katika kesi ambayo bado ilikuwa inaendelea mahakamani. Tangu wakati huo alikuwa akipokea matibabu kufuatia tukio lililotokea katika mahakama ya Milimani alipokuwa akisubiri kufikishwa kizimbani, ikiashiria changamoto za kiafya zilizokuwa zikimkabili. Hata hivyo, mazingira ya kifo chake sasa yamezua hisia tofauti. Obwaka anaacha nyuma urithi wa zaidi ya miongo mitano katika taaluma ya tiba, akiwa amehudumia maelfu na kulea kizazi cha wataalamu wa afya nchini. Mwili wake sasa umehifadhiwa katika makafani ya Lee akisubiri uchunguzi wa maiti, huku majibu ya mwisho yakisubiriwa. Munene John, TV 47.